Angalia hapo Kiwi kama ambavyo umemwita hivyo kwa jina lake la utani. Lakini hao ni vijana au ni askari kutoka katika maadhimisho pale CGU, wako chini ya Luteni Kanali Rasi, ndio mkuu wa hichi kikundi cha maadhimisho, na wamekuwa wakifanya kazi ambazo naweza kusema kwa namna moja au nyingine imekuwa na maboresho siku hadi siku. Na Semunyu na moja, Lieutenant Semunyu, moja ya vitu ambavyo nilidokezwa ni kwamba hawa askari wote wana kilo si zaidi ya 45. Unajua ukiwa mzito pia na wenyewe wakati mwingine inakuwa shida. Kwa hiyo nafikiri pengine hii kazi pia inahitaji wepesi kwa maana ya kujua kitendo kwa haraka lakini na usahihi. Na ni hesabu nyingi sana zinatumika katika kuhakikisha kwamba mambo yao yote yanakwenda bila amri ya aina yoyote, na kujua kwamba sasa tunatakiwa tufanye nini, mkuu wetu akiwa wapi. Ni kweli kabisa, na hii yote ni umahiri wa askari kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania, na kama ambavyo uliona mwanzo wale makomando na sasa hawa kwa kimya yote na kuonyesha jinsi gani umahiri wa askari wetu. Na sasa wanakwenda katika ule naweza kusema mchanyato au mchanganyiko wa kwata mbalimbali kama wanazibadilisha tu sasa. Naam, ni kwata hiyo kimya ambayo wewe usiyewahi kuiona. Hii ni mara ya tatu kama ambavyo amekwambia Lieutenant Semunyu. Mara kwanza ilikuwa ni katika yale mashindano ya mkuu wa majeshi, mara pili ilikuwa ni wakati wa utoleaji wa nishani pale viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam, kamisheni. Na hii sasa inakuwa ni mara ya tatu kuonekana katika maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru. Yote ni kuonyesha kwamba jeshi lina mambo mengi sana kuweza kuonyesha na kunogesha katika shughuli kama hizi ambazo zinahusiana na jeshi lenyewe. Na hakika wanaonekana wakiwa nadhifu kweli kweli. Wanaonyesha umahiri wao wa kushika silaha hizo. Kuna mambo ya Kiwi ya hapo, unaweza kusema ni roboti hawa. Hapa nyinyi si watu, lakini ni watu. Hapa ni pale ambapo huwa wanatengeneza W kisha wanatengeneza M, kulingana namna ambavyo wewe unaiona. Na nimkumbushe tu mtazamaji kwamba hapa hakuna amri inayotoka kwamba bwana tugeuke kulia, kushoto, tembea, ongeza mwendo, fanya hivi. Ni kimya. Na hii namna ambao wanapishana mara nyingi sana majeshi kule barani Asia ndio yamekuwa na utamaduni kama huo, kama ambavyo nilikutanabaisha pale awali kwamba hii kwata au kimya ni mchanganyiko, ingawa napenda kutumia neno mchanyato, na hasa kwa watu ambao wanatoka huku kanda magharibi, mikoa ya Tabora, Shinyanga na wapi. Nikisema mchanyato basi wanakuwa naelewa zaidi. Hapa ni namna gani wanaweza kukata upepo, natumia kukata upepo. Naam, hii yote ni burudani ambayo ipo katika maadhimisho haya ya miaka 55 ya uhuru. Kwa siku hii ya leo, uwanjani wa Uhuru jijini Dar es Salaam ndiko ambako shughuli yenyewe inafanyika. Namna ambavyo mambo yanafanyika pia yanapendeza, utake usitake lazima utasema hivyo. Sasa kama una Kiwi, mwangalie Kiwi. Sasa huu ni mwondoko ambao naweza kusema kwa namna ya pekee kabisa inaonyesha namna gani wanaweza kufanya mtindo wa kwata za aina mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Na hapa namna ambavyo tu ya ushikaji wa silaha, basi wale wanaojua kwata mbalimbali za kimataifa
tambua kwamba hii inatoka maeneo gani wa dunia yetu hii katika masuala mazima ya hizi kwata. Ile namna ambavyo wamejipanga, hawachezi mbaya sana, wana eneo lao. Sasa hapa watazame vizuri namna ambavyo wanavyoweza kugeuka. Luton Semunyu, kazi kama hii hadi kuja kukamilika kama hapa inaweza kawa inatumia muda gani? Kwa sababu unasema imeanzishwa mwezi wa 4 tu mwaka huu. Ni mwezi wa 4 na hili ni mara ya 3 wanafanya maonyesho kama haya, lakini kama nilivyosema, kila onyesho limekuwa na vionjo vipya na kuongeza kwata kutoka nchi nyingine. Cheza na silaha kwa namna ambavyo inapendeza, licha kwamba hakuna amri yoyote ambayo inatolewa. Hiyo ndio kwata kimya kimya ambayo inaendelea nayo kunogesha maadhimisho haya, sherehe za miaka 55 ya uhuru. Kiwi amekuwa na shabiki wengi sana. Kila madoido wanayoyafanya watu mkoani wanasherehekea, na hasa pale anapogeuka kuelekea upande mwingine ambao tunaweza kusema amekata upepo, basi wanaukata kweli kweli. Kiwi ni huyu hapa ambaye unamuona hapa mwanzoni kabisa. Sasa wewe kama makini, angalia kile ambacho atakachokifanya ili uweze kujua kwamba Kiwi si mtu wa mchezo. Angalia kiuno chake namna anavyokichezesha. Ni burudani katika kwata hii ambayo haina amri ya mtu yoyote, lakini tu ni namna ambavyo askari wenyewe wanajua majukumu yao ipasavyo, hesabu wanazipiga barabara katika kuhakikisha kwamba kila kitendo kinafanyika kwa pamoja na kwa wakati. Hapo wanabadilishana silaha, lakini ni kitendo cha haraka. Ni kikundi cha askari 32 hao, na kwa ujumla wake huwa wako 40 na 32 wanaingia hapa, na kama ujuavyo kwamba lazima wawepo wengine ambao kwa namna moja au nyingine kuwa tayari kwa lolote ambalo linaweza kutokea, lakini pia kuangalia namna gani anakwenda. Lakini Celebration Guard Unit CGU pale ndipo wanapopatikana askari hawa. Ni ufundi wa kuweza kucheza silaha zenyewe ambazo ni kana kwamba wao ndo wanaziamrisha, fanya hivi, zinakwenda, na usifanye hiki. Tunasema lazima uhakikishe kwamba askari mzuri ni yule ambaye silaha yake inamsikiliza nini anataka kuifanya na inafuata vile ambavyo wewe unataka ifanye. Na ukiwaangalia hata nyuso zao wanavyotazama, walivyoweka kofia zao, hakika inapendeza kweli. Amekata upepo barabara kabisa kwa minjonjo ile ambayo hakika hiyo ndio burudani ambayo watu pia wanaiona kupitia. Naam, huyo ndio Kiwi sasa. Namna ambavyo wanaweza kugeuka kwa haraka kweli kweli, na Luton Semunyu anakuambia wanakata upepo.
silaha na namna gani anaweza kuizungusha na kuimiliki vile atakavyo. Kwa hiyo askari aliyeiva kama ambavyo limekuwa likitumika hivyo na tumekuwa tulikitumia hivyo katika masuala mazima ya medani, basi lazima hakikishe silaha anaifanya atakavyo. Umeona vitendo vitatu tofauti katika wakati mmoja. Ni namna anavyojiweka sawa, kujiweka vizuri, kujiosha stari, kuhakikisha atakuwa sawa sawia na wengine. Hakuna amri yoyote, lakini vitendo vinafanyika kwa umahiri na kwa haraka. Jinsia zote zimezingatiwa, wako wanawake na wako wanaume. Wana umri wa kati, wamefundishwa namna ya kuizoea silaha na silaha imewazoea. Ni sehemu ya maisha yao, wanaishi na silaha inawaishi. Asante Mheshimiwa Rais. Na unachoweza kukisikia ni milio tu ya silaha, namna ambazo zinagongwa, na hii inamaanisha kwamba nguvu inatumika katika vitendo vyote ambavyo vinafanyika, licha ya kwamba usahihi, uharaka, lakini pia na nguvu inatumika katika kuhakikisha kwamba vitendo vyote vinafanyika vile kikamilifu. Askari ambao wameiva kwa ajili ya shughuli yenyewe. Hapa ndipo wanacheza sana hizo silaha wenyewe. Na nimwambie tu mtazamaji wa Azam TV kwamba hizi silaha ukiziangalia tu zenyewe namna ambavyo zinaonekana, zina kama namna fulani ya kuteleza, lakini pia ukiangalia gloves ambazo umezivaa zina kama namna fulani hivi ya kutaka kuteleza, lakini hujaiona silaha ikianguka. Kwa ni jinsi gani hakika wameiva askari hawa. Kila mtu anaonyesha umakini, sababu hamna mtu anakuambia kwamba nitarusha kulia ama kushoto, lakini unakutana nayo na hazigongani. Hiyo ndio kwata kimya kimya. Na kuna matendo ambayo yanaweza kufanyika, wewe ukabaki unayetazama, sasa ndio unabaki una hamaki na kuona hapa itakuwa wakati yule anayefanya ametulia kwa sahihi kabisa, akifanya namna unazungusha na mguu unageuka. Na si kwamba unafanya hivyo labda pengine anaamua tu kutaka kujitikisa au kufanya nini, lakini ni namna ambavyo anatafuta uelekeo ili kuweza kunyoosha mstari, ili mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa mwisho wawe katika sehemu ambayo inaonekana, yani kwa maana kwamba imenyooka. Mtu wa mwisho anadaka.
na ukiangalia umbali hapo kuna watu watatu katikati imewavuka. Huu ni mkono wa kushoto ambao watu wengi tunauona kama ni mkono ambao kidogo kama umepungukiwa nguvu hivi. Lakini hapo anaonekana anafanya kazi. Narudia tena kuonyesha namna hii. Niambia Silaha, namna gani wewe Silaha? Mimi niko hapa nimecheza na wewe, nataka vile unavyotaka mimi nifanye, alafu unaniletea namna gani? Sasa nimerudia. Mchomo wa singe zile kurudi katika ule mkao wa awali. Na wanamaliza kuonyesha kwa namna ambavyo wanaweza kucheza na hizo silaha zenyewe. Walisogea mbele pale ili kumwonyesha amiri jeshi mkuu kwamba umahiri wa kile ambacho wamejifunza si haba, na huyo ndio huyo ni Luteni Kilawe, na kama ambavyo namuona amenyooka kweli kweli, na hakika naweza kutumia neno ananata, unatembelea kisigino. Mambo ya kiwi yameanza sasa. Sijui kuna watu wanapenda kusema, wanapenda kutumia neno machejo. Sasa sijui katika soka tu linatumika hili, lakini pia katika masuala mazima ya parade pia kuna machejo yake, na ndicho ambacho tunakiona kwa kiwi sasa wakiwa na mkuu wao na kuonyesha kwamba